wa sultani mubin, na hoja ya wazi kabisa. Nabii Musa alikuwa na hoja ya wazi kwa Firauni, kwa sababu Firauni katika mamlaka yake alikuwa na mambo mawili yanayogongana, hasa katika uendeshaji wa nchi. La kwanza, alikuwa anawaona wana wa Israeli kuwa ni tabaka la pili katika nchi ile, kama vile watumwa, hawana haki sawa na wenyewe. Wale wenyewe wenye asili ya Misri, Egyptians, Copt, Makopti, wale ndio walikuwa mabwanyenye, ndio wenyewe wenye kumiliki ardhi, mashamba na kila kitu. Na kwa hivyo mwana wa Israeli anayeishi Misri wakati huo alikuwa hana haki ya kumiliki ardhi, hana haki ya kumiliki mali kubwa kubwa. Lakini katika uchapakazi, wale wenyeji walikuwa wavivu, mabwanyenye, arbab, wamekaa kitako wanaamrisha tu, tengeneza kahawa lete, beba mzigo ule weka pale, wako hivi kwenye viti, wana vitambi noma, maneno ya vijana. Mtu mmoja nusu kontena, akinyanyuka dakika 2 anajishauri kwanza, kwaya, twende mguu, twende kiuno, twende nyonga. Hawawezi kufanya kazi zozote zile za ufundi, za uzalishaji, za kilimo, za ufugaji. Wao ni wavivu, wamepakata vitambi. Kwa hivyo inapofika wakati wa kuchapa kazi, wafanye kazi wale tena watu duni wanaodharauliwa. Ndio yale maneno ya Kiswahili, nikiwepo sipendezi, lakini kunikosa hawawezi. Nikiwepo sipendezi, lakini kunikosa hawawezi. Kwa sababu akiondoka mwana wa Israeli pale, kazi zote zitalala. Hakuna atakayetengeneza mkate, hakuna atakayechinja kuku, hakuna atakayepika supu, hakuna atakayetengeneza kahawa, hakuna atakayefanya jambo lolote, wote mabwenyenye. Kwa hivyo kwa upande alikuwa na wadharau na upande na wahitaji. Sasa Nabii Musa akaenda na hoja ya kusema, kama una wahitaji, waheshimu kama binadamu, na wao wapate nguvu ya kumiliki, waishi katika nchi hii kama raia wengine kwa raha. Kama huwahitaji, waache waondoke kwenye nchi yako, ubaki na watu wako wavivu. Yote mawili yakawa machungu kwa Firauni. Manake ni kushauriwa awe chongo kwa kuchagua jicho moja, ama uwe chongo jicho la kushoto au uwe chongo jicho la kulia. Maana akiwakosa watu wake hawezi kufanya kazi, na akiwapa haki sawa na watu wake, itakuwa yale watanyanyuka, watawazidi wale wenyeji ambao ni wavivu. Sasa hoja ya wazi kabisa alokwenda Nabii Musa, Firauni ikamshinda kuitekeleza. Nataka nikwambie tena, siku zote katika mambo yote haya ya kibinadamu, wewe jaribu kujenga hoja ambayo haipingiki. Adui yako siku zote atababaika na atashindwa la kufanya, atabidi atumie mabavu na mikeke tu. Jenga hoja iliyokuwa haipingiki, utamwona anapobabaika, huku hawezi kupenya na huku hawezi kupenya, balaa.